Nataka Kizungu, Kiswahili. English is better. Waelewe. Okay. Asante, mimi naitwa Martin Mwaro, ambaye ni katibu wa Baraza la Mawaziri na mkuu wa utumishi wa umma katika serikali ya gatuzi la Kilifi. Siku ya leo nilikuwa Kilifi kufuatia ushauri ambao nilikuwa nimepewa na mawakili wangu. Kufuatia kusimamishwa kwangu, kulitolewa amri ya koti kwamba niweze kurudi ofisini, na ndio maana leo nilikuwa nimerudi Kilifi ofisini kulingana na amri ama kufuatia amri ile ya koti. Pia nataka kusema ya kwamba mimi nimekuwa mtumishi wa umma kwa muda mrefu na zaidi ya miaka 27 katika utumishi wa umma, na nimejenga reputation yangu katika utumishi wa umma. Niko na historia, nimefanya kazi sehemu mbalimbali na nimefanya kazi vizuri. Sija kuwa na shida ya mambo haya yanayozungumzwa ya kukosa uadilifu. Na nilikuwa nimechukua nafasi hii ya kurudi nyumbani kuja kuhudumia watu wa nyumbani, kwa sababu niliamini kwamba nina mchango wa kutoa katika kuboresha gatuzi hili la Kilifi. Kwa hivyo nia yangu ni kwamba mimi nitasimama kidete, nihakikishe kwamba haki imetendeka, pia nihakikishe kwamba nimeweza kuclear jina langu kutokana na madai ya kwamba ninakosa uadilifu. Maybe what transpired? You have nothing personal against the governor. Leo nimetoka kwangu nikafika Kilifi, na niliandamana na marafiki wangu takriban kama 5 ambao walikuwa wananisindikiza nikirudi ofisini. Na nilifanya hivyo kwa sababu mimi pia nilikuwa nimepata habari kwamba huenda pengine kuna mambo yaliyokuwa yanapangwa ambao hayakuwa mazuri. Kwa hivyo ili kwa usalama wangu nikauliza marafiki wachache waweze kuandamana nami, na tulienda pale tukafunguliwa lango kwa amani, tukaingia ndani ya ofisi mpaka pale kwa secretary bila fujo yoyote. Tukaweza kuzungumza na secretary pale, lakini akatueleza kwamba ile ofisi ilikuwa imefungwa na funguo zikatoka na mwenye amepewa ofisi ile kusimamia kwa sasa. Na tukaona kwamba lile halikuwa jambo zuri kwa sababu ile ni ofisi ya umma. Hata hivyo mimi nilikuwa mvumilivu pamoja na wale marafiki ambao walikuwa wamenisindikiza, na tukawa tunajaribu kutafuta njia tutaweza kupewa nafasi ya kuingia kwa ofisi. Ghafla tukaanza kuona watu wanaingia, mpaka mwisho kukaja mshauri wa kisheria wa stahiki gavana na solicitor wa kaunti ya Kilifi, na tukaanza kujadiliana. Katika majadiliano yale kukaja wanasiasa pale ndani. Walipoingia wale wanasiasa wakaanza shout nitolewe, kwamba atolewe.
na kukazuka vurugu, na kweli nikasukumwa nikatolewa nje ya ofisi. Mimi, I have nothing personal against His Excellency the Governor. This is about me, is about my reputation, and I must clear my name. Integrity issues are serious issues. They are issues of concern to me, so I have a right to clear my name. Jina naitwa Moses Matano Mwero. Nilikuwa area ya Kilifi Town na ndugu yangu Frank. Tulikuwa tumefuatilia certificate za makundi ya vijana ambao wanataka kuregister companies under AGPO. Na zinatoka kwa ofisi ya County Secretary pale Kilifi. Sasa tumefika kwenye gate, tunaona kuna mishemishe pale, mara tunamwona County Secretary na kulikuwa na habari kwamba amefutwa. So ona gate imefunguliwa, sisi tukaingia kwenda kwa County Secretary wake pale. Kufika pale sasa tukaanza kuona askari wa county wameingia, spokesperson wa county ameingia, tukaanza kuona baadaye vurugu, ma MCAs wameingia, legal advisor wa county ameingia na akaanza kuwa mkali, anaanza kumshautia county secretary. Baadaye wakaingia MCAs MCA wa Tamu kama sijakosea, wa Junju na wengineo kadhaa ambao walikuja tayari na kumshika mashati county secretary na wakamharass na kumsukuma. They were so physical, they really assaulted him. Paka tukashindwa hii vurugu, these are MCAs, hawa ni waheshimiwa ama ni goons? Tukashindwa hawa ndo wanawakilisha wananchi katika community ama ni wakora wamekuja in the names of MCAs? So the picture was really bad. Sisi wenyewe ambao tulikuwa tumefuata document za kiofisi tumeshtuka, like this is one of their own. Unifanya kazi mwenzao, but how they mishandle him, it was really uncool. Na wameperform kana kwamba ni wakora wenye wametumwa kuja kumharass, despite ya kwamba alikuwa na court order. It showed that the county government does not respect court orders. So that was a really bad picture ambayo we don't expect from people who we elect to put in office to represent us, to serve us, na wanatuonyesha picha mbaya. Those are not supposed to be that case, not supposed to be that way, because those are leaders and we respect them and they should handle themselves in a respectable manner. Sio venye ambao wame behave kama wahuni. Asante. Kwa majina, mimi ni Franklin Zao na nilikuwa kati ya wale waliokuwa katika eneo la tukio jambo lile likitokea. Na mimi nitakuwa mchache. What I want to say is, it is clear kwamba ma MCAs wa Kilifi County wameacha majukumu yao ya kuhudumia wananchi wao na sasa wanahudumia interest ya gavana. Na interest ya gavana huenda ikawa sio interest ya wananchi hivi sasa. Ukizingatia kwamba waliotokea kumshambulia aliyekuwa County Secretary Bwana Mwaro ni viongozi wa bunge la county ya Kilifi, wakiongozwa na kiongozi wa wengi. Kwa hivyo kama Gavana Mngaro ambaye tunamwenzi ana nia ya kuhudumia wananchi wa jimbo la Kilifi, ni lazima apate serikali yake sawa sawa. Na tatizo la kwanza ambalo analo governor ni kiongozi wa wengi ndani ya bunge la county ya Kilifi. It is time kwamba hoja za mwananchi zipate mshiko ndani ya bunge, lakini he is incapacitated kuona kwamba ni mapenzi ya wananchi wa Kilifi wahudumiwe na County Secretary Martin Mwaro. Lakini kwa sababu maslahi yake yako mikononi mwa gavana, ameamua kuwa mdhalimu na kuja kumdhalilisha aliyekuwa County Secretary. Kwa hivyo ni jambo la kuhuzunisha kwamba mwananchi wa Kilifi ameachwa peke yake, wakati ambapo ana matumaini ya kwamba mwakilishi alimpigia kura wa hadhi ya MCA angemtetea katika serikali hii. Asanteni sana. Naam. Yes. I think that's yeye atataka kujiongeza, lakini sasa unajua this is generally kwamba the assembly cannot work for the people. yes. It cannot work for the people. Yeah. Let it go as Governor Mngaro is going. And hiyo si apologetic. We are not asking for what actually we deserve.